Ukurasa rasmi wa klabu ya Wydad Athletic Club ya pale nchini Morocco, ambapo ni klabu ambayo inachezewa na nyota Stefan Aziz Ki, lakini pia mchezaji wa timu ya taifa ya Burkina Faso. Sasa walitoa taarifa za majonzi kidogo, taarifa ambazo zilikuwa zinasema ni kuhusiana na kifo cha mwanawe, kitu ambacho kilipelekea watu wengi kuanza kutuma salamu za rambirambi, au wengine pole, wengine wakiguswa, hasa mashabiki wake ambao wapo pia katika nchi ya Tanzania. Japo taarifa hiyo haikueleza ni mtoto gani wa Stefan Aziz Ki ambaye alifariki, na ndio maswali mengi yakaanza kuibuka hapo, ni mtoto wake yupi, ni mtoto wake yupi. Ukizingatia Stefan Aziz Ki, kwa taarifa ambazo zipo, ni ana watoto wawili, mmoja ambaye ni wa kike ambaye alizaa pale Burkina Faso, na mwingine ambaye amezaa na mwigizaji kutoka nchini Tanzania, Vanessa Kashera, ambaye anaitwa Ki Junior. Sasa maswali ndipo yalipoibuka, ni mtoto wake yupi ambaye amefariki, wakiwa wameandika ni mtoto wa kiume. Maswali yakaanza hapo, ni yupi ama alikuwa na mtoto wake mwingine na mambo kama hayo. Sasa nikusomee taarifa kwa jinsi ambavyo ilikuwa imeandikwa. Nikianza kunukuu, taarifa ilisema: kwa huzuni na majonzi makubwa, klabu ya Wydad Athletic inatuma salamu za rambirambi kwa mchezaji wetu Aziz Ki kwa kuondokewa na mwanawe. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amjalie marehemu rehema zake nyingi na ampeleke peponi, na awape subira na faraja familia yake na wapenzi wake. Ikiwa imeandikwa sasa kwa lugha ile ya Kiarabu, kama ambavyo inafahamika kwamba Morocco wanatumia zaidi kuzungumza Kiarabu, hivyo tumetumia kuitafsiri na nimekupitishia hapo. Sasa baada ya taarifa hiyo, watu wengi wakairiposti ile taarifa kwenye mitandao ya kijamii, wakimtakia wakimpa pole nyota huyo Stefan Aziz Ki, viongozi mbalimbali, mashabiki wengi sana, comments zilikuwa ni nyingi. Sasa mara baada ya kusambaa na maswali yakiwa ni mengi kwamba atakuwa ni mtoto yupi, mwisho wa siku ikaja taarifa nyingine kwa watu wake wa karibu na Stefan Aziz Ki, waliweza kulitolea ufafanuzi kwamba aliyefariki sio mtoto wa Aziz Ki, bali ni mtoto wa dada yake ambaye alifariki wakati akiwa shambani. Sasa baada ya kuwepo kwa taarifa ya huzuni na msiba ikimhusu mchezaji huyo Stefan Aziz Ki, uongozi wake ukaamua kujitokeza hadharani na kukanusha taarifa hizo. Miongoni mwa watu wake wa karibu waliandika kupitia Insta story na kusema kwamba tumepokea jumbe nyingi za rambirambi kufuatia taarifa zilizoripotiwa na klabu ya soka kuhusu kufariki kwa mtoto aliyedhaniwa kuwa ni mwana wa Aziz Ki. Tungependa kwa heshima kubwa kufafanua kwamba mtoto aliyefariki hakuwa mwana wa Aziz Ki. Marehemu alikuwa ni mwana wa dada yake Aziz Ki, ambaye alifariki kwa huzuni kubwa nchini Burkina Faso akiwa shambani. Tunathamini sana upendo, maombi na rambirambi zilizoonyeshwa na mashabiki, vilabu na jamii ya soka kwa ujumla katika kipindi hiki kigumu. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani na Mwenyezi Mungu awape familia nguvu na faraja. Ikawa imeelezwa kwa namna hiyo. Hiyo ndio ikawa sasa imeweza kufungua watu wengi kuhusiana na namna ambavyo walikuwa wakiuliza mtoto wake yupi, na nikupe idadi ya watoto ambao wanafahamika wa Aziz Ki, ambaye mmoja ni alizaa na mmoja ya waigizaji wa hapa Tanzania, Vanessa Kashera, ambaye ni wa kiume, lakini pia wa kike ambaye kabla ya kujiunga na klabu ya Yanga tayari alikuwa naye. Kwa hiyo hao bado wapo, lakini huyu ambaye amefariki ni mtoto wa dada yake nyota Stefan Aziz Ki. Hivyo ndio ambavyo ilikuwa. Kwa hiyo kama na wewe ulikuwa unajiuliza ni nani, na imani utakuwa umepata kufunguka kwamba story hii imekahaje, upate kufahamu sio mtoto wa Azizi bali ni mtoto wa dada yake. Mimi naitwa Latifa Nafi, hii ni Ava TV. Sisi hapa tunakuhabarisha habari mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani, na usiache kutufuatilia
kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hapa YouTube hakikisha una subscribe, lakini pia Instagram hakikisha unatufuata huko.